Kwanza unajua binafsi mimi nafurahi kuzaliwa Tanzania na nafurahi kuzaliwa Tanzania kwa sababu ni moja ya nchi ambayo ina vitu vingi sana kila sekta. In terms of football, unajua kuna kitu kimoja. Ligi yetu sisi kuna vitu inapoteza. Kuna sifa fulani zinapotea katika ligi yetu sisi. Inasifika sasa hivi ligi yetu sisi ni ya 4 kwa ubora, lakini mimi binafsi ukiniuliza ligi yetu na nafasi ya 4 kwa ubora, bado nitakukatalia, bado nikiona fact nyingi sana. Unajua moja ya vitu ambavyo vinashusha thamani ya ligi katika ulimwengu ni vitu kama hivi ambavyo vinaendelea sasa hivi. Rais wa shirikisho haupaswi kutoka public na kuzungumzia vitu ambavyo hukupaswa kuvijibu. Si ndio? Sisi waandishi wa habari tuna tabia moja. Tuna tabia kukujaza huo upepo. Tunakutafuta, tunakujaza kwenye mfumo, tunakupigisha shoti na watu. Kwa hiyo Rais Karia haipaswi afanye kitu kimoja kizuri tu. Yeye ni rais wa shirikisho, ana wasifa wake katika shirikisho. Kitu ambacho angepata kufanya Rais Karia ni kutokujibu ile swali alilouliza. Na baada ya hapo ingesema kitu kimoja tu kwamba tusubiri maamuzi yatakapotoka. Kwa sasa sina kauli thabiti ya kuzungumza juu ya swala hilo. Ingeleka vizuri na ingekaa poa sana. Lakini kwa kitu chokijibu obviously hakina mfano, hakina maana yoyote. Unaweza ukanukuu namna alivyojibu? Kadiongea maneno mengi sana, lakini kitu kikubwa ambacho wanakizungumza watu na hicho kizungumza kwamba yeye anavyosema kwamba yule aliyosema kwamba bodi ya ligi ijiuzuru, si ndio? Kwake yeye, je, kama kiongozi wa hiyo club wanamtaka watu au yeye mwenyewe anakamilika? Atuzungumzie kukamilika katika kila idara, si ndio? Lakini TFF na bodi ya ligi wao ndo wanashikilia kanuni, si ndio, za mpira wa miguu. Walipaswa kutoa adhabu kwa hicho ambacho kinatokea. Simba na Yanga ni club kubwa sana Tanzania hii. Wanachukuliwa kama mfano hivi. Kwa hiyo wanapokuwa wanafanya vitu kama hivi, bila shaka vinatoa katika mfumo, si ndio? Simba hii mechi ni ya pili sasa wanagomea. Simba aligomea mechi ya kwanza, kagomea mechi ya pili, si ndio? Mechi ya pili sasa hivi kienda kurudiwa, wanarudia mechi ya pili. Wangekuwa wanaangalia kwanza na mashabiki wao, kwa sababu mashabiki ndio wanapata hasara, si ndio? Mtu atoka Sumbawanga, atoka Arusha, Moshi kuja kushuhudia dabi, lakini anapokuja Dar es Salaam unamwambia mechi imeahirishwa na akaja na familia yake takriban watu 3 4, na unajua nauli kutoka Moshi mpaka Dar es Salaam ni shilingi ngapi. Kwa hiyo unakuta tayari mashabiki wanawavunja moyo. Lakini swala la kuahirishwa mechi, bodi ya ligi ilipaswa itoe adhabu kwa mtu ambaye amesadikika kwamba amefanya makosa. Katika hizo timu mbili kuna mtu kafanya makosa hapa, ilipaswa adhibiwe, si ndio? Lakini TFF na bodi ya ligi wanaonekana ni wadogo, Simba na Yanga ni kubwa. Yaani Simba na Yanga zipo kichwani mwa TFF na bodi ya ligi. Ni moja ya kitu ambacho nakosea sana. Bodi ya ligi ingefanya kitu kimoja. Wao ingetokea kipindi fulani sasa ikatokea wakaanza kutoa adhabu kwa kanuni zinazozungumza. Kwa mfano mechi kama imeahirishwa, anaangalia nani mwenye makosa, anapigwa adhabu, kama ni kuna chuma anapigwa nyundo ngapi, kama ni kunyang'anya pointi inafahamika. Lakini hizi tabia ambazo zinafanywa na bodi ya ligi hazitakuja kuisha, na Simba na Yanga hawatoacha kufanya hizi michezo kwa sababu wanafanya makusudi. Wanajua kabisa hatuwezi kuhukumiwa, si ndio? Yaani bodi ya ligi na TFF wanaongoza kukanyaga kanuni za mpira wa miguu. Sasa sio kitu kizuri. Na unapozungumza kama ligi yetu sisi nafasi ya 4 kwa ubora, je, katika kesi au malalamiko yanayotokea katika ligi yako unayafanyia kazi na unatolea maamuzi? Kanuni za mpira wa miguu zipo wazi. Adhabu zipo, faini zipo. Toa fine, toa adhabu katika kila sehemu ambayo inahitajika, lakini unapokuwa unapindisha kanuni, obviously unakuwa unapoteza mpira au ujenge bado unazidi kubomoa. Kwa hiyo kwangu mimi Rais Karia hakupaswa kujibu alichoulizwa. Yeye ni rais wa shirikisho. Sawa, swali lipo bodi ya ligi ambao wanalishughulikia. Alipaswa kusema kwamba tusubiri bodi ya ligi watakuja na kanuni gani, tutatoa majibu kuhusu mechi hiyo, kama itapangwa au kuna adhabu itatoka. Lakini alichokifanya hakina maana yoyote. Kuna muda unapaswa ukae kimya ili kuweza kuficha ambayo yapo wazi, si ndio? Ili uweze kufanya jambo kuwa kubwa lazima uweze kukaa kimya. Ukikaa kimya inasaidia sana, lakini haupaswi kujibu kila unachoulizwa. Yaani sio kila unachoulizwa unapaswa kujibu, si ndio? Kuna muda utakiwa ukae kimya ili mambo mengine yaendelee. Kwa sababu ukijibu utajikuta na haribu zaidi kuliko kutengeneza. Haji Manara ametoka hadharani na kuweza kuzungumza kwamba alichokifanya Rais Karia amekosea heshima mpira wa nchi hii na viongozi wa Young Africans. Na akasema kwamba kinachomfanya azungumze hayo maneno ni urevi wa madaraka ambao wamekuwa nao katika soka Rais Karia. Haji Manara atakuwa sahihi pengine katika mkutano ambao aliuitisha kwa ajili ya kuzungumzia swala hili akiwa mwanachama wa klabu ya Young Africans, na hicho alichokifanya kiwezi kawa na madhara kwa upande wa Young Africans?
kwanza hata Haji Manara pia hakupaswa kufanya hicho kifanya, kwa sababu barua Yanga Afrika waliandika kwenda TFF na bodi ya ligi, si ndio, wapewe pointi 3 na magoli 3, si ndio. Bodi ya ligi pia hawajatoa tamko rasmi kwamba ile barua ambayo inaenea mtandaoni ni kwamba tumechapisha sisi kama bodi ya ligi, TPLB au TFF, si ndio. Haijatoka taarifa yote, lakini nadhihirishwa na maneno ambayo rais wa shirikisho aliyozungumza ndio anayofanya waamini kwamba barua itakuwa ya kweli. Maneno ya rais yasimame peke yake na maneno ya barua yasimame peke yake. Kwa sababu gani? Sasa hivi sisi tunaangalia kitu kimoja. Kwa mfano nikurudishe nyuma kidogo. Kulikuwa kuna wakati mmoja kulikuwa kuna kesi ya mtu mmoja anaitwa Bernard Morrison, si ndio? Lakini maneno yakawa mengi sana. Huyu anaongea hivi, lakini end of the day sisi tulikuja kuangalia tamko la mwisho la wahusika. Ni tamko gani? Barua ikatoka, Bernard Morrison ni mchezaji rasmi wa klabu ya soka ya Simba Sports, si ndio? Tukaamini hapo. Kwa hiyo hata hichi kilichotokea sasa hivi ni bado ni romance kama ilivyokuwa unaona kwenye kesi ya Alikamwe. Mpaka sasa hivi tuka taarifa yoyote. Kwa hiyo kitu ambacho haitakiwa Haji Manara akifanye ni kusubiri tamko rasmi la bodi ya ligi. Hasa atawezaje kusubiri tamko rasmi wakati mwenye mpira wake mwenyewe rais amejibu kwa maneno badala ya barua ambapo Young Africans wao waliandika kwa kulalamika. Sawa, wamejibu kwa maneno, lakini bado pia kwa sasa hivi Haji Manara hana wazifa wote wa kuongea na rais kwa sasa hivi. Kwa mwanachama walipaswa kujibu Young Africa wenyewe kama taasisi. Kwa mfano Wetiche Press. Na ameshasema wanaogopa kufungiwa, ndio maana. Sasa kama wao wanaogopa kufungiwa, yeye alipaswa atulie kwanza. Moja, ameagizwa na klabu ya Yanga. 2, ana mamlaka ya kumjibu rais. Yaani kitu shirikisho, vitu viwili, sawa? Anakosoa, hajamjibu isipokuwa anakosoa anakosoa sawa, anakosoa, lakini kwa muda huo hakupaswa kukosoa kwa sababu alipaswa kuwasubiri klabu ya Yanga wenyewe. Moja, ingetoka public na kusema nimeagizwa na uongozi wa klabu ya soka ya Yanga Afrika, si ndio? Kama kuna 1 2 3, au Yanga Afrika wenyewe ungetisha press na Haji Manara akiwemo, sawa? Wakwamba wanamjibu rais. Lakini matamshi ya rais na matamshi ya Haji Manara bado yanatofautiana. Haji Manara anamwattack zaidi ya Wallace Karia, si ndio? Wallace Karia anaitaka zaidi ya Yanga Afrika. Haji Manara of course katoka kuiprotect taasisi ya Yanga Afrika, si ndio? Lakini bado unaweza kuja na maswali kwamba je, umemwagiza? Yanga Afrika wanaweza katoka pembeni na akasema bwana sisi hatujamwagiza mtu yoyote, unasemaje? Kwa hiyo kwangu mimi kwa manufaa zaidi ya mpira wetu, Haji Manara ipaswa atulie na asubiri taasisi ya Yanga itishe press au tamko rasmi kutoka bodi ya ligi watamke. Lakini kwa Haji Manara pia na yeye pia amekosea kwa sababu akupaswa kuitisha press kuhusu hili swala, kwa sababu bado tarehe ya mchezo husika haijapangwa, bado majibu ya mchezo husika kuvunjwa hajatajwa kwa maana ya adhabu, lakini bado pia tamko kutoka bodi ya ligi TPLB bado hajatoka. Kwa alipaswa atulie. Vipi kama leo katisha press afu kesho tamko likatoka? Na atakuwa kakosea hapo. Kwa hiyo kuna muda mwingine unapaswa kuwa mvumilivu ili kuweza kufahamu vitu vingine ambavyo huvifahamu. Lakini inaonyesha dhahiri kwamba Karia kwa maneno aliyotoa tayari anatetea Simba. Yes, naweza kawa ni anatetea Simba au anatetea Yanga pia, si ndio? Lakini yeye Karia alijibu swali liloulizwa. Sababu muuliza swali aliuliza kwa upande mzima wa Yanga Afrika. Hakuulizwa kwa upande wa Simba Sports. Kwa hiyo kama ingeweza kwa upande wa Simba Sports pia na yeye ingeweza kujibiwa. Kwa maana Simba Sports kuna 1 2 3, lakini yeye muuliza swali aliulizwa kwa maniti kubwa ya Yanga Afrika. Sawa, kwa hiyo ndio maana Karia akajibu swali aliloulizwa. Na maana hapo mwanzo nikasema sio kila swali unaweza kulijibu. Kuna swali mengine unafumbia macho na mengine yanaendelea kama kawaida. Lakini kwangu mimi Wallace Karia amekuwa ni mtu wa kupigishwa shoti mara kwa mara. Yaani sisi waandishi tunamjaza Wallace Karia na anajaa kwenye mfumo. Kwa hiyo kwa issue ya urais alionao kwenye shirikisho inamshushia hadhi fulani, kwa sababu hauwezi kwenda kuiata kitaasisi fulani wakati nyinyi bado mjatoa majibu na mjatoa adhabu yoyote. Na wakati wa utetezi alisema kwamba anashangaa viongozi wa Young Africans kulalamika kwamba moja ya klabu ambayo imenufaika kwenye utawala wake ni Young Africans imepata mafanikio makubwa kuliko Simba. Kupata mafanikio makubwa ya ligi haihusiani na hicho kitamka. Sawa? Kupata mafanikio makubwa sio hicho kitamka, sababu Young Africa kapata mafanikio kupitia yeye mwenyewe. Sawa? Wallace Karia yeye alikuwa anahusika na logistics zingine. Kwa mfano, timu itapotoka hapa Tanzania kwenda Libya, kwenda kucheza au Algeria, si ndio? Obviously TFF, shirikisho la soka nchini husika, linahusika moja kwa moja kuwasiliana na shirikisho la soka kule ambapo timu inakwenda na kufanya logistics zingine, si ndio? Lakini bado Wallace Karia hawezi kuishawishi Yanga Afrika ikafungwa, si ndio? Au hawezi kuingia uwanjani
akacheza na Yanga Afrika kashinda, obviously timu inashinda kwa uwezo wake binafsi. Kwa hiyo kusema kama amenufaika, yes, naweza kubaliana naye kwa maana ya kusimamia logistics zingine nyingine ambazo alikuwa nazo Yanga Afrika, kwa maana ya kusafiri, mahusiano mazuri na nchi na kwenda, kuto kupata msumbuko mengine. Lakini ukizungumza kama mafanikio, hata Simba Sports Club alipata mafanikio mbele alipokuwa Mzee Tenga, si ndio? Kwa hiyo nasemaje hapo? Kwa hiyo Aliskalia yeye alipaswa ajibu swali loloulizwa, lakini kuzungumza kwamba mafanikio Yanga kapata mafanikio mengi chini yake, yeye ni rais wa shirikisho. Kwa hiyo moja kwa moja ukisema ukapata mafanikio mengi, na maana unawapa watu akili kwamba okay, kuna namna ulikuwa unacheza na Yanga Afrika katika ulikuwa unaisimamia Yanga Afrika katika nafasi uliokuwepo kwa muda wote huo. Kwa hiyo kwangu mimi, yeye hakupaswa kuzungumza mafanikio ya Yanga Afrika, alipaswa kuzungumza kitu ambacho kinaendelea. Na wala Yanga Afrika katika barua walioandika hawajiorodhesha mafanikio waliyopata chini ya Aliskalia. Wamesema wanahitaji pointi 3 na magoli 3. Si ndio? Kwa hiyo yeye paswa kusema kwamba Yanga Afrika wakatulie, majibu yatatoka, kama ni adhabu au kama ni tarehe ya mechi tutawaita, tutazungumza, ingekuwa imeisha hivyo. Lakini kwa kusema kwamba Yanga Afrika amepata mafanikio mengi chini yake, of course yeye ni rais wa shirikisho, sawa, na wala haisiana performance ya Yanga Afrika. Vipi kama Yanga Afrika ingekuwa na performance nzuri akanufaika Kagera Sugar, ungesemaje? Kwa hiyo ndio maana nakwambia performance ya uwanjani, mafanikio ya mtu yanaletwa na performance yake na investment yake kwa ujumla na management yake kwa ujumla, jinsi ambavyo wanavyojiweka. Lakini kwa upande wa logistics, yes, TFF wamefanya vitu vizuri sana kwenye kusimamia Simba na kusimamia Yanga. Kwa mimi naona hivi. Kuna haja ya kutoa bodi ya ligi kutoa barua ya kuwajibu Young Africans, ili hali tayari maneno ya Wallace Karia yamesikika kuhusiana na barua ya Young Africans. Hapo sasa kuna namna mbili. Yeye ni rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Hapa kuna TPLB, si ndio? Kwa hiyo kama wanaweza kukaa wenyewe wakakubaliana kwamba mimi nimeshazungumza, hakuna haja ya barua, yes. Lakini kama kutakuwa kuna haja ya kutoa barua, kwa sababu TFF bodi ya ligi wanaweza kutoa barua, kwa maana na wakaweza kunomana hizi yale matamko ya Aliskalia kuhusu ile barua, kwamba wanaweza kutoa barua kuna 1 2 3 kuhusu barua ya Yanga kuja kwetu, tumepokea kuna 1 2 3, si ndio? Kwa hiyo kutokana na 1 2 3 kanuni fulani haziruhusu kutoa pointi 3 na alama 3 kwa sababu kuna 1 2 3, si ndio? Lakini pia na wao pia wasiingia katika msongo wa Aliskalia kuzungumzia kwamba Aliskalia alizungumza hivi, kwa hiyo sisi hatuhusiki. No. Wao watoe barua kama jinsi utendaji kazi wao wanavyohitaji, kwamba sisi tunatoa barua kuna 1 2 3 kuhusu Yanga Afrika. Wasibezi kwa Aliskalia, wamwache kama alivyo. Wasibezi kwa Aliskalia wala wasibezi kwa maneno ya Aliskalia. Wao watoe barua kuhusu majibu ya Yanga Afrika, wamjibu Yanga Afrika, sio wamjibu Aliskalia na kumzungumzia Aliskalia. Itasaidia sana hii.